Bana, nikupe taarifa pia kuhusiana na Ahmed Arajiga. Bana, taarifa kuhusiana na Ahmed Arajiga, huyu ni mwamuzi wa kati ambaye amefanya vizuri kabisa kwenye soka letu la Tanzania. Kwa sasa ndio mwamuzi bora sana ambaye amekuwa na wakati mzuri sana wa kuweza kusimamia sheria 17 za kandanda, na afanya vizuri sana paka muda huu tunaweza kusema ndio mwamuzi bora kwenye ligi yetu. Amefanya makubwa na amekuwa akijumuishwa kwenye mechi mbalimbali za CAF. Amechezesha mechi dhidi ya RS Berkane huko Morocco katika michuano ya Confederation, kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia amekuwa akijumuishwa kwenye miongoni mwa waamuzi ambao wanachezesha michuano ya Africa Cup of Nations qualifiers, kwa maana kufuzu michuano ya AFCON. Lakini pia hata ndani ya michuano ya AFCON amekuwa akipata nafasi ya kuitwa kwenye michuano ya CHAN, ameshaitwa mara kwa mara. Tunamwona pia ameitwa kwenye michuano ya World Cup qualifiers katika kufuzu finali za kombe la dunia. Sasa taarifa leo imetoka kwamba Ahmed Arajiga amepata nafasi ya kuteuliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kuchezesha mchezo wa robo finali ya klabu bingwa Afrika CAF Champions League kati ya Pyramid dhidi ya FC FAR Rabat ya Aprili 1, mchezo ambao utapigwa pale nchini Misri. Sasa amini ya kwamba mwamuzi huyu, haya yote ambayo yanatokea kwake sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu amekuwa akijitahidi kuwekeza kwenye uwezo wake, amekuwa akijitahidi kuwekeza kwenye weledi wake, amejitahidi kuwekeza kwenye utimamu wake, amejitahidi kuwekeza katika kona. Mwamuzi ambaye amekuwa amenyooka sana, anafanya kazi yake kwa weledi mkubwa, mwamuzi ambaye anasimamia sheria 17 za mchezo, kadi ya njano, nyekundu, penalty. Na pia ni mwamuzi ambaye yuko very friendly. Kama ukimtazama ni mwamuzi ambaye huwa hafanyi maamuzi yake kwa kukaripia wachezaji, wala huwa hafanyi maamuzi yake kwa hasira. Amekuwa akitabasamu dakika zote uwanjani. Lakini faida alionayo ni kwamba ana kasi na ana determination. Kila eneo ambalo faulu inafanyika, yeye huwa anafika kwa wakati zaidi. Kwa hiyo mara nyingi hata washika vibendera wale wa pembeni, Ahmed Arajiga amekuwa akiwasaidia sana kwa sababu ya kasi yake alionayo, na amekuwa akifanya vizuri. Mfano mdogo ni mechi ya Simba na Azam uwanja wa Mkapa. Kuna tukio ambalo lilitokea, mwamuzi Kasim Mpanga, mwamuzi wa pembeni, hakuona hiyo tukio. Kilichoonekana ni kwamba mwamuzi Ahmed Arajiga ndo alikuwa kwanza kuona tukio hilo. Alikimbia sana na akafika katika eneo la tukio haraka zaidi, akapuliza kipenga, ikawekwa pale. Jean Charles Ahoua akapiga ule mpira. Alipopiga ule mpira, Abdrazak Hamza, yes, alikuwa ni beki Abdrazak Hamza, ndio alipiga kichwa akafunga, na ilikuwa ni kazi nzuri ya Jean Charles Ahoua. Niliangalia tukio, namna ambavyo Ahmed Arajiga amekuwa bora kukimbia na kuwahi matukio. Amekuwa ana kasi zaidi, namna ambavyo anakuwa ananusa hatari. Sasa wakati inafanyika foul, yeye alikimbia kutoka umbali mrefu takriban mita karibia 10 hadi 20, anafika anaona tukio. Wakati huo mshika kibendera Kasim Mpanga, yeye hakuona kabisa na alikuwa upande huo. Kwa hiyo utaona namna ambavyo Ahmed Arajiga anafanya mazoezi sana. Amekuwa na uwezo kweli wa kuweza kuona matukio kwa wakati na kufanyia kazi. Sasa kupata mechi kama ya Pyramid dhidi ya FC FAR Rabat, ambapo kuna Mayele kule, alafu huku kuna Heno Kinonga Baka, ambao hao wote wamewahi kucheza ligi ya Tanzania, moja Simba mwingine Yanga, anaenda kupata nafasi hiyo. Inaendelea kumuongezea CV yake kuelekea michuano ya AFCON, kuelekea michuano ya World Cup, kuelekea michuano ya CHAN. Huyu mwamba ataendelea kufurahia matunda na kipaji chake alichonacho katika eneo hilo la uamuzi. Kwa waamuzi wengine wanapaswa kuiga na kujifunza hiki ambacho anakifanya Ahmed Arajiga kutokana na ubora alionao. Hakika tunajivunia kuwa naye. Uwepo wake ni mkubwa katika ligi yetu, na kuna watu walikuwa wananiambia mechi ya Ahli pamoja na Zamalek inabidi aitwe Arajiga achezeshe hiyo mechi, lakini nimeambiwa dabi itachezwa na washakubaliana kesho dabi itapigwa. Waamuzi wanatoka Warabuni huko, shughuli itakuepo. Kwa mambo mazuri haya bana, tunamtakia kila laheri Ahmed Arajiga huko anakoenda, akafanye vizuri, akapeperushe bendera, kwa sababu amekuwa na uwezo mkubwa, amekuwa na weledi. Mwamuzi ambaye hana makando, mwamuzi ambaye hana heka, mwamuzi ambaye hana tamaa. Sasa waamuzi wengi wanapaswa kuiga na kujifunza mengi ambayo anafanya Ahmed Arajiga kutokana na ubora wake, lakini zaidi kutokana na weledi wake. Sasa hivi waamuzi tunao wengi, lakini wameshindwa kuitwa kupata nafasi ya kwenda kuchezesha. Wengi wamekuwa wakiitwa, labda utasikia Frank Komba, lakini mara nyingi Frank Komba anaitwa upande wa pembeni kama kwa maana linesman,
Kwa upande wa mwamuzi wa kati amekuwa akiitwa Arajiga mwenyewe. Kwa hiyo utaona Elisasi ana la kujifunza sasa hivi, Ramadhani Kayoko ana la kujifunza sasa hivi kwa Arajiga. Huku pia kina wengi sana wanapaswa kujifunza, wengi mno wanapaswa kujifunza ili kuhakikisha tunapata waamuzi wengi sana kwenye ligi yetu kutokana na hiki ambacho anakifanya kwa sasa Ahmed Arajiga. We wish him all the best kwa sababu ni mwamuzi pekee ambaye anapeperusha bendera nchi vizuri sana na tunamtegemea kweli kweli. Niseme tu wazi kwamba Ahmed Arajiga ubora alionao sio bahati mbaya. Kwanza ni nidhamu, cha pili ni uwajibikaji wake, cha tatu ni commitment, namna ambavyo amekuwa na commitment kwenye kazi yake hiyo. Ni kama tu vile wewe ambavyo unapenda kazi yako lazima utaifanya kwa juhudi sana. Wewe ambao umekuwa ukipenda kazi yako lazima utafanya kazi yako kwa juhudi sana. Hautakuwa na uvivu, lakini pia hautoisha kujifunza. Utakuwa wa kujifunza kila kukicha, utakuwa ukiangalia watu wengine wanafanya nini. Na lazima kila mmoja unaweza ukatengeneza role model wako ambaye unakuwa unamtazama kila wakati. Kwa kwangu mimi Ahmed Arajiga kuna wakati aliteleza, akafungiwa, unakumbuka, lakini mara baada ya kufungiwa pale hakuwahi kufungiwa tena kwa sababu ameanza kufanya mambo makubwa zaidi. Kama unakumbuka mara baada ya kufungiwa alirudi kwenye kitabu chake akaangalia yapi ambaye alifundishwa darasani, yapi aliyofundishwa kwa njia ya vitendo, yapi anapaswa kuyafanya, anapaswa kujiboresha katika eneo gani, kila wakati anapaswa kufanyaje. Leo hii huyu hapa tumempata, hajawahi kuadhibiwa tena. Ukisikia dabi utasikia Ahmed Arajiga jina lake linatajwa, na hakuna upande wa Simba wala upande wa Yanga wakiwa wanaumia wala wanalaumu. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa akiwekeza nguvu, akili na maarifa, lakini pia hata kifedha pia amekuwa akiwekeza ili kuweza kujifunza zaidi. Huyu ni mwamuzi Ahmed Arajiga ambaye amezaliwa tarehe 3 Julai mwaka 1991. Ni kijana mdogo tu, amezaliwa 91, bado ni kijana mdogo sana ambaye ni hazina ya nchi kwa sasa na ana uwezo wa kutumikia taifa kwa muda mrefu zaidi kutokana na uwezo alionao, kipaji chake, lakini commitment na namna ambavyo amekuwa akitenda haki katika matukio yake. Kwa hiyo wengi wanahitaji kumuona Ahmed Arajiga akifika mbali kutokana na uwezo wake, lakini sio yeye tu, tunatamani pia waamuzi wengi nao pia waweze kuonyesha hiki ambacho anakifanya sasa hivi Arajiga, kwa sababu tukiwa na waamuzi wengi watakuwa wakipata nafasi ya kwenda kuchezesha michuano mikubwa, michuano tofauti tofauti kama ambavyo Arajiga anafanya, Confederation Cup, Champions League, World Cup, lakini pia hata kwenye tournament za CAF kwa maana AFCON pamoja na CHAN amekuwa akipata nafasi. Sasa wengine wako wapi? Wengine wako wapi? Cha kwanza tuache kufikiria yaliyo ya mbele yetu, tufikirie ya miaka ijayo huko. Tuachane na raha za muda mfupi, tufikirie raha za muda mrefu zaidi au raha za milele. Kwa hiyo hiki anachokifanya Ahmed Arajiga ana deserve kuendelea kupewa maua yake. Huyu ni mzaliwa wa mkoa wa Manyara, na uzuri sio tu alikuwa mwamuzi, hapana. Huyu kwenye karia yake alishawahi kucheza mpira level ya ushindani katika timu ya wilaya, ya Manyara. Kuna timu moja ilikuwa inaitwa Katesh Boy, alikuwa akipita huko akicheza. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji bora tu ambao kipindi chake alikuwa akicheza, lakini baadaye akaamua sasa kuingia kwenye uamuzi na akaanza kujifunza uamuzi, na baadaye akaja kuiva. Mara baada ya kuiva ndo anaingia kwenye kandanda, na leo hii tunamzungumza Ahmed Arajiga kwenye nchi yetu, top referee, yani mwenye kiwango kikubwa. Ndo mwamuzi pekee ambaye sasa hivi hata kabla ligi haijaisha unawaza tu kumpa tuzo ya mwamuzi bora kutokana na kile ambacho amekifanya, vitu ambavyo havina makando kando. Kwa hiyo watu wa Manyara najua wanafurahi sana kuona bendera ya Manyara, mkoa wa Manyara inaendelea kupepea na inapeperushwa na mzawa Mtanzania kabisa ambaye yeye ni mzaliwa wa ardhi ya Manyara, ardhi ya watu wa pole kabisa wa Iraq walioko huko, lakini pia na Manyara ina watu wengi, Wanyaturu ina watu wengi pale, Warangi, wa Barbai wako pale. Kwa hiyo najua wanafurahia sana kuona Ahmed Arajiga anaperusha bendera ya mkoa wa Manyara, na pia anaperusha bendera ya Tanzania kutokana na ubora wa kile ambacho anacho. Nimeona nikujuze hiki ambacho ulikuwa ukifahamu kuhusiana na Ahmed Arajiga. Bana, endelea kusubscribe hapo, gusa alama kengele ili tuendelee kusafiri kwa pamoja.